Kwa majina naitwa Dr. Jeremia, nafanya kazi dispensary ya Osaya. Siku ya leo tutaenda kuongelea kwa habari ya ugonjwa wa PID ambao ni ugonjwa unapata sana mama zetu, dada zetu. Kwa hiyo nimeona ni vyema siku ya leo tutakumbushana baadhi ya machache kuhusiana na hili gonjwa. Kwanza kabisa, PID tunasema ni ugonjwa ambao unashambulia sana sana ya via vya uzazi kwa upande wa mama. Tunaposema via vya uzazi ni kuanzia kwenye mji wa mimba, lakini pia kwenye mlango wa kizazi wenyewe, kwenye mirija ya mayai pamoja na mji wa mayai. Hizo sehemu tunazotaja zinakuwa zimeshambuliwa na bakteria, ambao bakteria tunasema kwamba wapo kwenye kundi la gonokoko pamoja na chlamydia. Lakini bakteria wengine ambao wanasababisha tatizo hili japo sio kwa sana ni Staphylococcus pamoja na Streptococcus. Sasa baada ya kupata bakteria hawa, ugonjwa huu unaweza ukasambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa kupitia njia ya kufanya kujamiana. Labda umejamiana na mtu ambaye tayari ana shida kama hiyo, halafu baadaye nikaenda kwa mwanamke mwingine tena akafanya tendo hilo hilo, tayari inakuwa nimechukua ugonjwa kwa mtu mmoja kwa mtu mwingine. Kwa sasa hebu tuangalie sasa watu ambao wapo kwenye wapo kwenye asilimia kubwa za kupata shida kama hii. Sana sana tunasema cha kwanza wale watu ambao tunasema kwamba ni sexual workers, yani kazi yao ni kuuza miili yao ili wapate kipato. Kwa hiyo mtu huyu anakuwa anafanya mapenzi ya mara kwa mara, kwa hiyo anakuwa kwenye high risk, yani yupo katika chance kubwa ya kupata tatizo kama hili. Lakini pia tunasema wale watu ambao wana wapenzi wengi, leo una Juma, kesho na Abdalla, kesho kutwa na mwingine, kwa hiyo tayari inakuwa upo katika nafasi kubwa sana ya kupata shida kama hizo. Lakini pia kwanza habari za mahusiano katika umri mdogo pia inapelekea kupata changamoto kama hizo. Lakini kuna wale ambao wanajamiana kwa njia labda kutumia mikono, tunasema excessive douching, na wao pia wapo katika high risk ya kupata shida hii ya PID. Sasa basi hebu tuangalie ni dalili gani nitakazoziona nitakushauri kwamba wewe inabidi sasa ukatibiwe hiki kitu. Cha kwanza kabisa, kama ni mwanamke au ni mdada, atakuja na shida ya tumbo kuuma sana, tumbo la chini lauma sana, lakini atakwambia kwamba kuna uchafu unatoka sehemu za siri ambao unaweza kuwa una rangi ya njano au kawa mweupe au kawa unatoa harufu. Lakini pia atakwambia mimi bwana nikutana na mwenzangu katika starehe napata maumivu makali sana wakati wa tendo. Kwa hiyo pia dalili mojawapo ya ugonjwa huo wa PID. Mwingine anaweza kawa anapata dalili, yani akibaza kufanya mapenzi anatoka sana damu au toka sana au kidogo, lakini pia hiyo ni changamoto ya PID. Sababu na hilo, kuna mwingine atakwambia kwamba bwana mimi siku zangu sasa hivi zimevurugika. Yani alikuwa anaenda kila mwezi, lakini sasa hivi anaweza kashangaa kwa mwezi anaingia mara 2. Kwa wanawake ninaposema siku zao, wanajua kwamba ni zile siku za hedhi. Kwamba yalikuwa anaingia kila mwezi mara 1, lakini sasa imeenda anapata mara 2 kwa mwezi hadi mara 3. Mwingine anavusha mwezi bila kuona. Mwingine ana kidogo tu, tunasema kwamba anapata spotting, basi afu inakuwa imeisha. Lakini mwingine atalamika maumivu makali sana ya tumbo wakati wa hedhi, tunasema dysmenorrhea. Pia ni dalili mojawapo ya shida hii ya ugonjwa wa PID. Kwa hiyo unapoona dalili kama hizo, ni vyema sana kuchukua hatua ya kuenda hospitali ambayo ipo jirani kwa ajili ya matibabu, au kufika hapa kwetu kama uko eneo la Itigi au nje kidogo ya Itigi, kufika Osaya dispensary, tutafanya vipimo vizuri kabisa, na tukishabaini ugonjwa kama ndio wenyewe tutafanya matibabu sahihi kabisa. Pia utapata faida ya kupima hadi na kipimo cha ultrasound. Utaona namna gani mfumo wa uzazi umekaa, namna gani mirija ya uzazi imekaa, namna gani mayai yamekaa. Sasa basi, endapo umeona dalili kama hizo, alafu ukaacha kufanya matibabu au ukaacha kwenda hospitalini kwa ajili ya kutibiwa,
unaweza kupata changamoto zifuatazo. Cha kwanza kabisa, utaweza kupata ugumba, tunasema utasa. Wakati mwingine unaweza yani ukakosa uweza kupata mimba tena. Inawezekana uko ushapata mimba ya kwanza ukakosa kupata mimba ya pili na kuendelea. Lakini pia unaweza kupata mimba ambazo zikakaa nje ya kizazi, nje ya mji wa mimba. Inawezekana kupata mimba ikakaa kwenye mlija wa mayai ama ikakaa tu pembeni kabisa. Kwa hiyo tunasema kwamba hizo ni complication ambazo zitajitokeza endapo usipotibu ugonjwa kama huo. Ndugu zangu, niwashauri utakapoona dalili kama hizo nimekutajia hapo juu, hebu fika hospitalini, kwa sababu PID ni ugonjwa ambao unaweza kukupelekea wewe mwenyewe kupata maumivu makali sana ya tumbo pamoja na kiuno. Wakati mwingine hadi mgongo pia ukauma sana. Wakati mwingine hata kutembea ukashindwa kabisa. Kwa hiyo jitahidi kufika hospitalini kwa ajili ya matibabu hayo. Jina langu ni Dr. Jeremia, nipo Osaya. Karibu Osaya kwa matibabu bora kwa afya bora. Sasa basi, baada ya kuangalia namna gani ugonjwa unapatikana, namna gani unaambukizwa kutoka mtu mmoja kwa mtu mwingine, ni namna gani utapata madhara usipotibu, basi kwa wakati mwingine kipindi kijacho tutajifunza kwa habari ya namna gani sasa ya kuzuia. Itigi TV, furaha yetu tufike pamoja.